Mimi naitwa Almasi Hassan, ni katibu mkuu wa chama, lakini pia ndo mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa chama cha NRA. Pole na kampeni na tunashukuru sana umeweza kufika. Karibu. Nashukuru sana. Ukiitwa na wasomi lazima ujiandae. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni kitivo cha wasomi, na hapa Nkrumah historia yake ni kubwa sana. Kwa hiyo nimekimbia kutoka Mtwara, nikasema naacha kampeni na kuja kuongea na wasomi wa Tanzania wasikie na wajue. Ndugu zangu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa mdahalo, mgeni rasmi, sisi NRA, kwa sababu tunaongea kwa ufupi, tumebeba mambo 24 katika ilani yetu. Mambo hayo naomba niyaseme wakati wa mjadala, nitapata fursa ya kuyasemea pia. Sisi cha kwanza tumesema tutaunda sera ya taifa la Tanzania. Jambo la pili tumesema huduma katika nchi hii, huduma ya afya, huduma ya elimu zitakuwa bure. Jambo lingine ambalo tumelisema katika ilani yetu ni kuhakikisha Watanzania wanapewa maji bure katika nchi hii. Jambo lingine tulilolisema ni kuunda baraza dogo ambalo baraza la mawaziri ambalo litahakikisha kwamba matumizi ya fedha za serikali yatapungua. Lakini baraza hilo pia likiwa baraza dogo litapunguza idadi ya wanasiasa katika maisha ya Watanzania na kuwapa nafasi watu wenye uwezo wa kuweza kuwasaidia watu. Lakini pia ilani yetu sisi sio kipofu. Imesema kwamba tutalinda na kuhakikisha tunasimamia mambo yote mazuri yaliyofanywa na awamu 6 katika nchi. Tutayasimamia na kuboresha. Lakini tumesema muungano wa Tanzania tutaulinda kwa kuhakikisha tunapunguza changamoto za muungano wetu. Jambo lingine la msingi, tutakuwa na serikali ya watu wote, serikali ambayo haitotegemea vyama vya siasa, itategemea uwezo wa watu kutoka katika vyama hivyo vya siasa. Sio vyama tu, watu wenye uwezo katika vyama vyote vya siasa. Lakini jambo lingine, sisi tumesema tutaruhusu uraia pacha katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini watakaopewa uraia pacha tutawatengenezea utaratibu wa sheria maalum kwamba hawatokuwa na nafasi ya kugombea nafasi 2 katika nchi, nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nafasi ya rais wa Zanzibar, kwa lengo la kuhakikisha tunapata watu ambao wanaweza kuisaidia Tanzania kiteknolojia, kielimu na uwezo, kwa sababu watoto wa Kitanzania duniani huko wapo wengi sana. Jambo lingine, sisi tunasema tutahakikisha tunaandika sheria kali ambayo itapiga vita ushoga na usagaji katika nchi ya Tanzania, ili taifa letu libaki salama kwa miaka mingi, kwa sababu swala hili katika Afrika limekuwa linaogopwa na viongozi wengi wa Kiafrika. Wanalisema kama vile wanafanya ngonjera, lakini hawajaliandikia sheria rasmi. Sisi tutaliandikia sheria rasmi kuhakikisha swala la ushoga na usagaji Tanzania linakuwa historia. Lakini ipo sheria sasa hivi ambayo inazuia hayo, tayari ipo. Tunataka tuzidishe makubwa zaidi ya hapo. Yawezekana sheria hii bado haina nguvu kubwa, kwa sababu matendo haya yanaendelea katika jamii na watu wanaendelea kufanya haya, watoto wetu wanaharibika. Jambo lingine, tutahakikisha tunaunda baraza dogo la watu maalum 10 watakaofanywa vetting na bunge, kwa lengo la kuhakikisha wanamshauri rais wa Jamhuri wa Muungano kwa masuala yenye hekima, sio masuala ya kimaendeleo. Kwa sababu tunagundua kwamba tutapokuwa na baraza hilo ambalo litakuwa na watu mashuhuri kama wasomi, wanasayansi, viongozi wa dini, wazee maarufu, kwa idadi hiyo watu hao wanaweza kuwa na mshauri rais kwa nafasi yake kwenye masuala yote ya hekima katika nchi. Lakini jambo lingine tumesema sisi tutahakikisha tunafuta kesi zote na kuwatoa nje wafungwa wote wa kisiasa Tanzania, ili tuanze upya katika nchi yetu ya Tanzania katika utawala huo. Lakini jambo lingine tumesema itakuwa ni kuhakikisha tunasimamia rasilimali za nchi kwa utaratibu ambao utawanufaisha watu wote na sio watu wachache. Jambo lingine tumelisema ni kuhakikisha tutakuwa na mlango mmoja wa kukusanya kodi.
kwa sababu leo wakusanyaji wa kodi hawajulikani ni halmashauri, ni TRA au ni watu wa maliasili. Kila mmoja anakusanya kodi. Hili litatusaidia kukusanya kodi kwa utaratibu mzuri ili tuhakikishe Watanzania wanapata huduma hizo bure. Jambo lingine tutakokuwa tumelibeba ni kuhakikisha ulinzi na usalama wa Watanzania utakuwa hauna compromise. Mtanzania yoyote tutahakikisha analindwa bila kujali chama chake, nafasi yake na rangi yake. Hayo tutayafanya. Lakini jambo lingine la msingi ambalo tutalifanya kwenye ilani yetu, tumesema kwamba tutahakikisha utii wa sheria na katiba hauna mipaka wala hauna cheo cha mtu yoyote. Kila mmoja atii sheria za nchi, kwa sababu mwongozo wa nchi ni katiba pamoja na sheria zetu. Jambo lingine la msingi, mchakato wa katiba mpya uliokwama mwaka 2014 tutaanzia ulipoishia katika rasimu ya bunge la katiba ambayo tayari leo Tanzania tulikuwa nayo, na kwa sababu serikali ilikwisha kutumia pesa nyingi, hatuwezi kupata hasara. Hatuanzi upya, tutaanzia pale mchakato ulipoishia. Jambo lingine ambalo tumeliweka katika ilani yetu, uhuru wa habari pamoja na kuabudu utapewa nafasi maalumu, kwa sababu tunaamini uhuru wa habari ndiyo chanzo kikubwa cha mawazo ambayo yanaweza kuisaidia Tanzania. Nikijibu maswali mawili ya kuhusu habari ya vyuo vikuu, tunaamini wizara zimejaa wanasiasa, na wanasiasa kwa taratibu they always think on how to win the next election. Tunataka tupate wasomi kutoka vyuo vikuu ambao watawekwa katika idara ndani ya wizara hizo chache, ambao watakuwa wazalishaji wazuri wa masuala ya utafiti pamoja na mambo mbalimbali katika wizara, kuliko kuwa na wanasiasa wengi ambao wanafikiria kushinda uchaguzi miaka yote. Jambo lingine la msingi, kwa sababu taifa letu limeanza kuonyesha mwenendo mzuri wa kuunda sera ya mambo ya nje na sera na dira ya taifa, tunataka dira ya taifa ibadilike kuwa sera ya taifa hili ambayo itaishi miaka mingi, ili vyama vya siasa visiwe vinatoa maamuzi juu ya maisha ya Watanzania. Lengo letu ni kwamba vyama vya siasa vipunguze shughuli katika maisha ya watu, ili Watanzania waongozwe na sera ambayo itakuwa na maisha ya muda mrefu, kuliko leo miaka mitano vyama vinaendeshwa na ilani na zinaandikwa upya kila baada ya miaka mitano. Swala la wanawake, ndio sisi katika chama cha NRA nafasi zetu zote kuanzia juu tumezigawa kwa utaratibu wa kanuni na imeandikwa kwenye katiba. Kiongozi X akiwa katika kurugenzi zote, ina maana kamati kuu ina wajumbe sawa, kwa sababu kurugenzi zote zina mwenyekiti wa kurugenzi ambaye aidha mwanamke, akiwa mwanamke wa pili ambaye ni katibu wa kurugenzi anakuwa ni mwanamume. Kwa maana hiyo tuna 50-50 ya kutosha ndani ya katiba za chama, ambayo ndani ya chama chetu usawa upo. Na sasa hili lilofanyika leo, tutapopata nchi, tunasema sisi hatutosubiri siku 100, tutavunja mwiko huo. Serikali yetu itapimwa kwa siku 30 ili tuone, kwa sababu haiwezekani tunaingia siku 100 Watanzania wanazidi kuumia, tunasema tunasubiri siku 100. Hilo halipo. Asante sana, umezungumza vizuri. Nashukuru sana. Asante. Asante. Nawakaribisha makini